على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuchagua mimi pamoja na nyinyi tukawa miongoni mwa wale ambao waliopata bahati ya kuishuhudia siku ya leo inayopatikana ndani ya Ramadhani. Wengi walimuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala awafikishe, na yawezekana katika hao waliopeleka maombi mimi na wewe tulikuwa tumejisahau, lakini kwa mapenzi yake Mola ikawa ametuchagua sisi, si kwa akili nyingi tuliyokuwa nayo wala si kwa elimu nyingi tuliyokuwa nayo wala si kwa ujanja tuliokuwa nao, bali ni taufiki yake mwenyewe Mola. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kwa hakika kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehimiza sana utakapofika mwezi wa Ramadhani maisha ya kila Muislamu yawe tofauti na maisha aliyokuwa akiishi kabla ya Ramadhani. Katika upande wa kheri azidishe kheri, na katika upande wa maasi aache kabisa. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa mfano bora litakapokuwa limeingia 10 la mwisho la Ramadhani, kufika hatua ya kuhama nyumbani, ikawa maisha yake yeye na msikiti na yeye ikiwa anazifanya kheri mbalimbali. Bahati nzuri viongozi wetu hawa, Mwenyezi Mungu awaimarishie katika afya, awaongezee umri mrefu, wamefikiria jambo bora kabisa katika mwezi wa Ramadhani la kutukusanya kwa pamoja tukiwa tunaogelea katika kheri mbalimbali. Mwenyezi Mungu ayachukue haya, ayaweke katika mizani ya mema yao, yaende kuwasaidia siku ya Kiyama, na sisi sote kwa pamoja Mwenyezi Mungu atupatie kitu kinachoitwa husnul khatima. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tupo katika mwezi wa Ramadhani, lakini tukachagua muhadhara wetu, somo letu liwe masala ya ndoa na talaka. Kwa nini tumechagua mada hii? Kwa sababu ndoa ndiyo inayotengeneza jamii. Ndoa ndiyo kitu ambacho kinachozalisha au wafanya ibada. Bila ya misingi ya ndoa, kwa hakika hawatapatikana wafanya ibada, kwa sababu wafanya ibada ni watu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametengeneza utaratibu wa kupatikana watu uwe msingi wake ni ndoa. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe tuweze kuzungumzia masala ya ndoa. Ndugu zangu katika imani, tukisema ndoa huwa tunakusudia nini? Ndoa ni nini kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu? Kwa sababu kila watu wana taratibu zao. Uislamu una taratibu zake. Kwa hiyo ni vyema Muislamu
atakapoulizwa nyinyi Waislamu huwa mnaoa, akijibu kwamba ndio tunaoa, basi awe na majibu ya ndoa ni nini ikiwa wewe ni Muislamu. Dini yetu ya Kiislamu inasema ndoa ni makubaliano maalum yanayohalalisha kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke ambao hawana ujamaa wa karibu, kwa kupitia matamshi maalum kama vile neno nimeoa, kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Huo ndio utambulisho wa ndoa. Ni makubaliano maalumu yanayokusanya ruhusa ya kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke waliokuwa mahali, kwa kupitia matamshi maalum kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Hiyo ndiyo maana ya ndoa katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo ni vyema, bali ni wajibu kwa kila Muislamu aelewe maana ya ndoa. Lakini ndoa ikiwa ni ibada ambayo Uislamu unaihitaji, ni vyema kwa Muislamu ukajua mwanzo wa ndoa ni wapi na mwisho wa ndoa pia ni wapi. Yaani ujue tarehe hiyo, ndoa ilianza lini na ndoa itamalizika lini. Ukisoma kwa mujibu wa tarehe ya Kiislamu, ndoa ni katika jambo la zamani sana. Muasisi wa ndoa katika wanadamu ni Abul Bashar Adam alayhi salam. Yeye ndiyo mtu wa kwanza kufunga ndoa na mke wake mama Hawa. Hawa ndio watu wa kwanza kuoana. Lakini utaratibu wa kuoana utakwenda mpaka lini? Utafika nao mpaka peponi. Yaani haya maisha ya ndoa mpaka peponi, watu watakuwa na tamaduni za kuoana. Lakini mifumo ya ndoa huko mbele itatofautiana na mifumo ya ndoa ya sasa. Ndoa ilivyoanza ilikuwa pana, wigo wa ndoa ulikuwa mpana. Ilikuwa mtu anamuoa dada yake waliozaliwa tumbo moja, huko tulikotokea katika zama za Nabii Adam alayhi salam. Tunasoma katika tarehe kwamba binti wa asubuhi alikuwa akiolewa na kaka wa jioni. Taratibu zilikuwa hivi, lakini kwa kadri ya siku zilivyokuwa zinakwenda, wigo wa ndoa ukawa unapungua. Ikafika wakati madada na makaka hawaoani. Lakini tukienda peponi, wigo utataruka tena. Wale ambao waliokuwa mahali kwa sasa huko peponi wataoana, ila furuu na usuli, watoto na wazazi hawataoana. Lakini hawashi, taratibu za ndoa zitarudi kama kawaida, lakini peponi na sio duniani. Ndoa ina makusudio kwa mujibu wa taratibu za dini, na kila anayeoa lazima awe na makusudio, ajue kwa nini ninaoa. Makusudio ya ndoa yako manne, na watu kwa kutojua kwa nini tunaoa, ndio maana unapatikana hatari na wimbi kubwa la leo mtu ameoa kesho ameacha. Mwanamke anaolewa kesho anadai talaka, mwanamume anaoa kesho anatoa talaka. Haya ni madhara makubwa, lakini sababu yake watu hatujui.
kwa nini tunaoa. Katika taratibu za dini, ndoa makusudio yake ni manne. Kusudio la kwanza la ndoa ni kukilinda kizazi cha kibinadamu kiweze kutofautiana na kizazi cha wanyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sehemu kubwa ya viumbe ametufanya kuwa tunapatikana kwa kupitia ndoa. Wanadamu tunazaliana, lakini kwa kupitia kujamiiana. Wanadamu wanazaliwa kwa kupitia kukutana mume na mke, na hata wanyama wa porini nao huwa wanazaliana kwa kupitia misingi hiyo hiyo. Hata paka, ng'ombe wakikutana kimwili, watoto wanazaliwa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitukuza jamii ya kibinadamu. Moja miongoni mwa njia za kuitukuza ni kujalia kizazi chake kinapatikana kupitia misingi ya ndoa. Yaani mwanadamu anatakiwa atofautiane na paka katika kupata mtoto. Ajabu kubwa tuliyokuwa nayo hii leo, wanadamu hawataki kuishi ubinadamu wao katika kutengeneza kizazi. Yaani yuko tayari mtu apate mtoto kama anavyopata paka, apate mtoto kama anavyopata kima. Na ajabu zaidi, unaweza ukamkuta mwanadamu anaoa, anaishi na mke wiki mbili, alafu anamwacha, kisha baadaye wanakutana na kupata mtoto. Hawa hawana tofauti na kima, wanatofautiana na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limeletwa swala la ndoa ili tutengeneze tofauti ya vizazi, vijulikane hivi ni vizazi vya binadamu na hivi ni vizazi vya wanyama. Kwa yoyote atakayechukia ndoa, yoyote atakayetafuta kizazi nje na misingi ya ndoa, asiyefahamu hana tofauti baina ya yeye na wasiokuwa wanadamu. Hilo lilikuwa ni kusudio la kwanza la kwa nini tunaoa. Lakini kusudio la pili, ndoa ni njia sahihi ya kutoa manii kwa mwanadamu, manii ambayo laiti angeyazuia au angetafuta njia nyingine ya kuyatoa, basi kungepelekea kupata madhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi wanadamu na ametuwekea mfumo wa kutoa manii. Njia sahihi ya kutoa manii, ukutane na mwanamke, ukutane kimwili, utoe manii yako kwa njia hii. Lakini iwapo utatengeneza njia mbadala uliyojua wewe, ukaamua kuteremsha manii yako kwa njia hiyo, basi kuna hatari kubwa ya wewe kuumwa, na hata madaktari wanatueleza hilo. Na tumekatazwa hata katika dini kujaribu kutoa manii kwa njia ya mkono au kwa njia nyingine yoyote. Kwa hiyo ndoa, moja miongoni mwa malengo yake pia ni hilo vile vile. Lakini vile vile sababu nyingine ya kwa nini tunaoa, kwa ajili ya kupata starehe. Haya nayo yapo katika mafunzo ya dini. Uislamu haujakataza watu kustarehe, lakini katika msingi na taratibu zilizokuwa sahihi. Na kila mmoja wetu anajua wazi katika kuoa kuna starehe, sakina. Allah anasema ndani ya Qur'an kwamba yeye ndiye ambaye aliyetuumbia sisi wanawake, akataja sababu litaskunu ilaiha, ili mpate kitu kinachoitwa sakina. Sakina ni neno la Kiarabu, ukilifasiri kwa lugha ya Kiswahili
lina maana ya utulivu, na kila mmoja atakuwa shahidi maisha yake ya kabla ya ndoa na maisha yake ya baada ya ndoa. Ndoa ina sakina kubwa, na yawezekana mtu akawa anajiuliza, mbona mimi nipo katika ndoa lakini sipati sakina? Ukifuatilia inawezekana ukawa umekosea taratibu za kumjua nani wa kumuoa. Lakini ndoa vile vile ni ibada. Ndoa ni ibada. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ndoa ni mwenendo wangu, atakayechukia mwenendo wangu si katika mimi. Hayo ndiyo sababu za kwa nini tunaoa. Kila mmoja anatakiwa azijue taratibu hizo. Hali ikiwa ndiyo hiyo, lakini Uislamu umemgawa mwanadamu katika ndoa katika nafasi nne. Ingawaje kwamba tunatakiwa tuoe kila Muislamu, lakini ukagawa katika daraja nne. Si kila mtu anatakiwa aoe. Kuna wakati kuoa inakuwa ni sunna, kuna wakati kuoa inakuwa ni wajibu, kuna wakati kuoa inakuwa ni karaha, na kuna wakati kuoa inakuwa ni haramu. Yaani leo yawezekana mtu kuoa kwake ilikuwa ni haramu na anatakiwa aache kwa kuwa ni haramu. Wakati gani kuoa kunakuwa ni sunna? Kuoa kunakuwa ni sunna kwa yule ambaye atakayekuwa anaziweza gharama za kuishi na mke kimakazi, kwa maana anapo pa kumweka mke, lakini ana uwezo wa kumlisha mke, ana uwezo wa kumvesha mke, akawa mzima kiafya na akahitaji kuoa. Huyu kwake kuoa ni sunna. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuelezea hilo. Lakini kuna wakati mwingine kuoa ni karaha, ikiwa na maana kama hujaoa basi ni bora usioe. Kuoa ni karaha. Ni nani kwake kuoa karaha? Ni mwanamume ambaye haziwezi gharama za mavazi, gharama za makazi, gharama za chakula. Ikiwa huna uwezo wa gharama za vitu hivyo, wewe kwako kuoa ni karaha, kwa sababu utakaye kuoa anahitaji huduma. Dini yetu haijatuelekeza watu tuje kuishi kwa dhiki, kwa tabu, kama uwezo wa kuziepuka tabu upo. Bwana Mtume Muhammad anashauri asiyeweza gharama za ndoa anazidikiane na kufunga, kwa maana kuoa ni karaha. Lakini kuna wakati kuoa inakuwa wajibu, lazima uoe. Kwa nani kuoa kunakuwa wajibu? Kwa mtu ambaye mwanzo ilikuwa ni sunna, lakini akaweka nadhiri. Labda kwa mfano akasema, nikifanikiwa kupata kitu fulani mwaka huu, basi ninanadhiria kuoa. Akaweka nadhiri hiyo. Wakati kabla ya kunadhiria ilikuwa kwake ni sunna, basi akishayapata hayo aliyoyanadhiria, sheria inamlazimu yeye aoe. Na wakati mwingine kuoa inakuwa haramu. Kwa nani? Kwa yule aliyedhamiria kumtesa huyo atakayemuoa. Ukiweka dhamira hiyo, sheria inakwambia lazima usioe, na ukioa utapata dhambi kwa sababu ya dhamira yako mbaya. Hizo ni hali nne za masala ya ndoa. Kwa kawaida ndoa huwa inatambuliwa na uchumba. Uchumba upo katika ndoa. Tukisema uchumba tunamaanisha nini? Uchumba ni hali ya kupeleka taarifa
kuwa mmoja ya wanaotaka kuoana anataka awe mwenza wa mwenzie. Hii ndiyo maana ya uchumba, na si lazima wa kuchumbia awe mume. Yawezekana hata mke naye akamchumbia mume. Bibi Khadija radhiyallahu anha, yeye ndiye ambaye aliyemchumbia au kumposa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uchumba upo na unatambulika kisheria, na yeyote anaweza kumchumbia mwenzie. Ila katika masala ya uchumba kuna taratibu. Moja miongoni mwa taratibu za kuchumbia, kuna wakati unaweza ukamchumbia mtu kwa matamshi ya wazi, na pia unaweza ukamchumbia mtu kwa matamshi ya mafumbo, yaani njia zote za kuposa au kuchumbia zipo. Lakini sheria ya dini imeweka mipaka maalum. Ikitokea mwanamke yupo katika eda ya mwanamume mwingine, iwe eda ya talaka rejea, iwe eda ya kufiwa, mwanamke huyu haramu kumchumbia kwa matamshi ya wazi. Mwanamke aliyekuwa katika eda ameachwa, nawe ukapata taarifa unataka kumuoa, ni haramu kumwambia kwamba mimi ninataka kukuoa haramu, kwa sababu yupo katika eda ya mwanamume mwingine. Lakini ikiwa mwanamke huyu yupo katika eda isiyokuwa ya talaka rejea, isiyokuwa ya talaka rejea, unaweza kumchumbia kwa njia ya mafumbo. Kwa mfano, mwanamke amefiwa na mumewe au ameachwa talaka 3, wewe ukapendezewa naye, unaweza ukamwambia bwana, yawezekana akapatikana wa kukuoa wewe, lakini usimbadilishie kwamba mimi ninataka kukuoa. Hiyo ni haramu. Ama aliyekuwa katika eda ya talaka rejea, huyo huwa haposwi, sio kwa mafumbo wala sio kwa matamshi ya wazi, kwa sababu mwanamke aliyekuwa katika talaka rejea bado anahesabika kuwa ni nusu mke wa mwanamume huyo wa mwanzo. Hayo au hizo ndiyo taratibu za kuchumbia au kuposa. Baada ya kumaliza hapo, tunakwenda haraka kwa sababu tutakuwa na maswali na dakika zenyewe chache. Tunakwenda katika masala ya ndoa. Uislamu umetengeneza nguzo 5 za ndoa. Ziko nguzo 5. Ikitokea nguzo moja katika 5 imekosekana, basi fahamu ndoa uliyoiendea si sahihi, inatakiwa ifungwe tena. Kwa kila mmoja awe makini katika kuzisikiliza nguzo 5 za ndoa. Kwanza apatikane muolewa ambaye ni mke. Hiyo ndiyo nguzo ya kwanza. Alafu huyu muolewa awe na sifa 4. Nguzo ya kwanza ni muolewa, na muolewa awe na sifa 4. Sifa ya kwanza, anayeolewa awe Muislamu. Sifa ya kwanza, awe Muislamu. Sifa ya pili, awe mwanamke. Sifa ya tatu, anayeolewa asiwe katika eda ya mwanamume mwingine. Asiwe katika eda ya mwanamume mwingine. Ili neno mwingine usiache kulisema, usiishie asiwe katika eda. Asiwe katika eda ya mwanamume mwingine tofauti na huyu anayetaka kuoa, ikiwa na maana kwamba ipo ruhusa ya kumuoa mwanamke aliyekuwa katika eda ya kwako wewe mwenyewe unayetaka kumuoa.
sura yake ikoje? Kwa mfano, umeoa mke, ukakaa naye, lakini ikabadilika ndoa uliyomuoa huyu mwanamke ilikosa vigezo. Sheria haitambui ndoa hiyo kwa kuwa ilikosa vigezo. Hapo hapo mwanamke huyo anatakiwa arudi kwao, kwa maana si mkeo. Lakini pamoja na kurudi kwao, anatakiwa akae eda ya kwako wewe, na inaitwa eda ya shubha, kwa sababu ile ndoa yako ilifananika na ndoa, lakini haikuwa ndoa. Kwa hiyo atakaa eda ya shubha. Kipindi hiki anakaa eda, wewe mwanamume uliyemuoa mwanzo unaruhusiwa kwenda kumuoa tena, lakini mwanamume mwingine haruhusiwi kuja kumuoa yule mpaka amalize eda. Lakini wewe unayekaliwa eda unaruhusiwa kumuoa mwanamke yule. Kwa hiyo tukisema asiwe katika eda ya mwanamume mwingine, sura yake ni kama hii, kwa maana akiwa katika eda yako unaruhusiwa kumuoa. Lakini vile vile sifa nyingine ya mwanamke huyu, asiwe ndugu yako wa karibu kwa kuzaliwa, asiwe dada yako wa mama, wa baba, kama hivyo. Lakini asiwe dada yako wa kunyonya vile vile, asiwe dada yako uliyenyonya naye ziwa moja, au asiwe mama yako aliyekunyonyesha. Kipengele cha kunyonya hapa kifahamike vizuri. Si kila kunyonya kuna haramisha kumuoa uliyenyonya au uliyenyonya naye ziwa moja. Si kila unyonyaji, bali unyonyaji unaomfanya awe dada yako au unyonyaji unaomfanya awe mama yako, uwe umenyonya mara 5. Uwe umenyonya mara 5. Na mara moja inahesabiwa vipi? Ili niseme kwamba hapa nimenyonya mara moja, hii ni mara ya pili, hii ni mara ya 3 mpaka ya 4 na ya 5. Mara moja ikoje? Mara moja inahesabika kwamba ni kile kitendo cha mtoto kuvuta chuchu yakatoka maziwa mpaka yeye mwenyewe akaamua kuacha. Hiyo ndiyo mara moja hiyo. Au yule mama akaamua kumkatisha na kuendelea na shughuli nyingine, hiyo ndiyo mara moja. Lakini si mtoto amenyonya, kwa kawaida huwa anasita kunyonya, anasinzia kidogo, alafu anarudia tena kunyonya, haihesabiwi mara 2, hiyo ni bado mara moja. Kwa hiyo inahitajika mtoto ahesabike kuwa amenyonya kwa huyo mama, anyonye mara 5, ndizo zinazomfanya awe mtoto wa mama huyo. Tena sifa ya huyu mnyonyaji mwenyewe, asiwe amevuka miaka 2. Ikiwa na maana akinyonya juu ya miaka 2, hata akinyonya mara 10, haifai kuwa ni mwana wa huyo mama anayeharamishiwa kumuoa, au hakufanyi wewe uliyenyonya naye ziwa moja awe dada yako aliyekuwa haramu kumuoa. Kwa hiyo awe chini ya miaka 2, na huyu mnyonyeshaji naye awe amefikia umri wa kutokwa na hedhi. Kwa hiyo sura hizo zinamfanya mtoto huyu awe ni mama awe ni mwana wa huyu mama atakayekuwa haramu kumuoa. Kwa hiyo sifa 4. Ya 4, anapoolewa mwanamke apambanuke na kubainika, ajulikane kwamba anayeolewa ni fulani. Isiwe na kuozesha mmoja ya watoto wangu ajulikane nani anayeolewa, ndoa hiyo haitakubalika. Nguzo ya pili ya ndoa katika nguzo 5, kuna anayeitwa zauju. Zauju ni mume. Mume naye ili uko kuoa kwake
zipatikane sifa hizi za mke. Asiwe na ujamaa na mke, asiwe kaka wa mke, lakini kuna kile kipengele cha eda kwa mume hakipo au kipo, ila kinabadilishiwa mfumo wake na jina lake. Tulisema mwanamke asiwe katika eda. Mwanamume naye kuna wakati mwingine unaweza ukasema anakaa eda ingawaje akiiti eda, ila tutaita eda kwa kuzingatia muda, kwa sababu eda ni kile kipindi cha kusubiri. Wakati gani mume naye anaweza akakaa eda? Kwa mfano, mwanamume alikuwa na wanawake 4. Alipokuwa na wanawake 4 akamwacha mmoja, talaka rejea. Kipindi ameacha mke mmoja, akabakiwa na 3. Mwanamke yupo katika eda, mwanamume huyu haruhusiwi kuongeza mke mwingine wa 4, kwa sababu yule aliyeachwa anazingatiwa ni baki nusu mke. Kwa hiyo akiongeza mke mwingine itakuwa kana kwamba ana wake 4 na nusu. Kwa hiyo sheria itamwambia asubiri mpaka mwanamke yule amalize eda, alafu na yeye ndiyo anaruhusiwa kuoa. Nguzo ya 3 wanaitwa mashahidi. Kipengele cha ushahidi tuwe makini sana. Bahati mbaya watu wengi wanakosea katika kipengele cha ushahidi na hawajui ushahidi unafanyika wapi. Ushahidi ni kushuhudia tukio la ndoa. Kushuhudia tukio la ndoa kipindi walii anamtamkia bwana harusi, nimekuozesha. Sasa ninyi mashahidi unatakiwa mshuhudie maneno hayo, na sivyo inavyofanyika katika jamii yetu. Bwana harusi anatoka na kundi la watu, baadhi wataishia barazani, baadhi watamtafuta mwenyeji wamuulize bibi harusi yuko wapi, eti wakamuulize umekubali kuolewa na fulani. Alafu hao waliokwenda huko wakishatoka hapo, yule mwenyeji atakwenda uani kuanza kuwaambia watu andaeni kupakua chakula, kashamaliza ushahidi wake. Na yule mwingine aliyekuja na bwana harusi anaanza kupanga ratiba za magari, nani atapanda gari gani. Wale wanajihesabu kuwa ndio mashahidi. La, ushahidi ni ule unaopatikana kipindi baba wa bibi harusi anamtamkia bwana harusi, nimekuozesha. Hapo ndipo mahala pa kushuhudia, na kiwango cha chini wasipungue watu 2. Na ushahidi uko aina 2. Kuna ushahidi sunna na kuna ushahidi wa faradhi. Ushahidi huwa hapa ndio ushahidi wa faradhi. Alafu kuna ushahidi mwingine wa sunna. Ushahidi wa sunna ni upi? Ushahidi wa sunna unapatikana kipindi baba wa bibi harusi anachukua idhini kutoka kwa binti yake. Kwa mfano, mimi ndiyo baba wa bibi harusi, nimeletewa taarifa ya kuwa fulani anataka kumposa binti yangu. Mimi nitakaa na binti yako kumwelezea, nimsikilize ridhaa yake, kama vile sura ya kusoma barua hii, na yeye anasemaje yule binti. Hapo napo panasuniwa, hapa walibishiri, bali panasuniwa wapatikane mashahidi watakaoshuhudia idhni kipindi bibi harusi anamruhusu wali wake kuolewa na huyo atakayemuoa. Sasa ajabu, leo utawakuta watu wanakwenda kumuuliza bibi harusi, waliambiwa kama ushahidi wa sunna kipindi bibi harusi anatoa idhni kumwambia wali wake. Wao kipindi wanakwenda wali hayuko pale. Hatuuiti ushahidi wa fardhi, kwa sababu ushahidi wa fardhi unapatikana katika jamii, hawashuhudii pale. Sasa wanakwenda kuuliza nani? Unajiuliza sasa pale, hawa tuwaite
mashahidi au mashahidi ni wale wapambe wa bibi harusi waliowakuta ndani. Hawa kipindi wanazungumza na bibi harusi, wale wapambe wanawashuhudia kwamba ndani aliingia fulani na fulani, ikawa anamuuliza bibi harusi kuwa umekubali kuolewa na fulani. Kwa hiyo inawezekana tukawafanya hao kuwa ndio mashahidi. Kwa hiyo mifumo ya ndoa inakwenda katika sura hiyo. Kwa kweli mada ya ndoa ni mada pana. Tukimalizia kipande kidogo cha uwalii na uwakala. Mawalii wa ndoa. Ndoa ina daraja katika kuozesha. Si kila mtu anafaa kuwa walii eti kwa sababu wewe ni kaka au kwa sababu wewe ni nani. Daraja ya kwanza ya kuozesha ni baba mzazi. Hayupo baba mzazi atakuwa babu mzaa baba wa bibi harusi. Hayupo atakuwa kaka wa baba mmoja mama mmoja na bibi harusi. Hayupo atakuwa kaka wa baba mmoja na bibi harusi. Hayupo atakuwa ammi wa bibi harusi kwa maana ya baba mdogo au baba mkubwa. Hayupo atakuwa mtoto wa ammi wa baba mmoja mama mmoja. Hayupo atakuwa mtoto wa ammi wa baba mmoja. Daraja za ndoa zinakwenda katika sura hiyo, katika upande wa uwalii. Mada ya ndoa leo tumeijenga tu kwa ufupi, kwa sababu ya dakika tulizokuwa nazo ni chache sana, lakini ni mada pana inayohitaji wasa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe, atukubalie ibada zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyokuambieni, huyo ni Sheikh Muhammad wa Yusuf Mwarekwa, mwanazuoni wa kutosha wa kipindi hiki. Umri wake bado kijana kabisa, kwa sababu hizi fiqh ndio sheria ya Kiislamu. Kuanzia wakati wa mtume wetu mpaka mwisho wa dunia haifilisiki. Na yeye kaenda kisasa na tabia zetu. Wengine tunajijua tabia zetu. Mtu kawa mke, kundi natoka, tunataka mke wetu, tunataka mke wetu. Halafu mtu mmoja mpe mwenyewe mtandao. Wala mfunue. Haya mambo hayafai kabisa. Mwanangu Abubakar nitayarishi hapo wape matundani, alafu tutaingia katika kipindi cha maswali. Nitayarisha leo kina mama wamelani hii. Na asante sana, hatusemi mengi, muda kwa kutosha. Wakati tunazungumza mambo ya mada hii, kaingia Mheshimiwa Stahiki Meya wetu Bwana Abdullah. Kwa hivyo na yeye nampa dakika 2-3 asalimie. Sasa tutaanza maswali. Ala rasulillah. Sheikh ameuliza swali moja, lakini kaweka vipengele viwili. Kwanza, mahari kuwa juu kiasi inapelekea watu wengi kushindwa ndoa. Uislamu unaridhia hilo? Uislamu si dini ya kukomoana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ndoa iliyokuwa na baraka ni ile yenye mahari chache, na wala si yenye mahari nyingi. Alafu huyu anayeolewa anakwenda kuishi kwa mume, maana yake kama kutakuwa na maslahi atakutana nayo huko. Mahari hiyo ni ya sunna tu na isiwe ya kukomoana. Lakini bii yake akasema kuna vipengele vingi vinawekwa, mara mawani ya babu, mara sijui koti la babu. Hizi hazipo kisheria, na ziwe ni khiari ya huyu mume mwenyewe kutoa, na kama hakuwa tayari, wazazi sihairishe kuozesha mabinti zenu,
kwa sababu ya vitu ambavyo havipo kisheria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa kuhusu muda nachukua sana mkono na ZBC2 wema unaendelea. Sasa inatakiwa tena iondoke hapa. Sasa sisi tuendelee na maswali, si lazima tuendelee. Ndio baba, nyinyi endeleeni, mashehe wako Mwenyezi Mungu anakuona zaidi ya leo. Kwa hivyo naweza tunakutoka, tutaendelea sisi na maswali hata mpaka asr, kwa sababu Waislamu hii ndio nafasi yao, haina tabu. Labda nashukuru kabisa hili swala lingine kwa niaba ya uongozi hapa msikitini na ndugu zetu wote wamekuja kutunga mkono. Tunawashukuru ZBC2 na hapa msikiti mzima nataka al-Nashrah moja msikiti mzima kwa ajili ya mzee wetu Sheikh Said Salim Al-Qais na pamoja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nashrah sallallahu wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa as-salama wa as-salam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-umura sahlan. Allahumma ya umurana umurana sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innahu fi khawfatika haythu ma kana la yahibu bi'ayni حيث ما كان يا عظيم يا عظيم يا عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Tunaendelea wema unaoendelea, tunawashukuru, lakini darasa inaendelea. Tuko na Maalim Qaisi TV, tuko na Maalim Shabani TV. Swali la pili kwa wanaume, njoo mbele. Maalim hapa bwana, tunaanza hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Shaban Hassan. Swali langu shehe, katika swala la ubakara pale na kuozesha, kwamba baba mzazi anaweza akawepo hapo katika eneo la tukio, alafu akamwakilisha tu mwanawe akamwambia fulani ozesha katika ile swala la ubakara. Je, sheria akiozesha yule bwana hii ndoa iko sahihi au sio sahihi? Na sehemu ya iko A na B. Sehemu B, kwa mfano mtu ameoa lakini ndoa aliyoozeshwa hakuozeshwa kisheria. Kwa mfano kaozeshwa na mjomba kisheria, kwamba huyu si muozeshaji. Sasa wameoana wakapata watoto, lakini baadaye katika kufuatilia ikaja kujulikana kwamba ile ndoa iliyofanyika si ndoa ya kisheria na wameshazaa watoto. Je, sheria wale watoto wanakuwa na watoto halali au inakuwa sheria inaweka vipi hawa watoto ikiwa imekuja kuundulika huko baada? Sehemu ya tatu, mtu wa baba mmoja mama mmoja, mtu na mdogo wake. Mdogo ni mwanamke na kaka, mtu na kaka, baba mmoja mama mmoja, wamezaliwa tumbo moja, lakini baadaye mama na baba wakapotezana kwa muda mrefu. Baba mama akaenda huko kutafuta maisha na baba akaenda huko. Huyu kaka wa baba mmoja na mtoto hawajuani, ikatokea akaenda kosa kaoa yule binti, ikapita miaka. Sasa baadaye ikajulikana katika kutambulishana, ambiwa kwamba huyu bwana ni dada yake baba mmoja mama mmoja. Je, sheria ya hawa watoto inakuwaje? Haya ni maswali yangu. Asante. Kabla sijampa shehe hapa, tujitahidi tuulize mawili wakuta binadamu, japo mimi mzee kwa vile vijana, lakini ni vizuri zaidi kichwa chake bado kijana, lakini
Mimi hapo sina kama. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza tuanze na swali la alilolifanya kuwa la mwisho. Kwamba imetokea mtu na dada yake hawakutambuana, ndio wakaoana, baadaye wakaja kuambiwa na wazazi wao kwamba huyu ni dada yako, sheria inasemaje? Ndio hapo kuna vipengele viwili. Kwanza, inawezekana baba wa mume anamtambulisha kijana wake kwamba huyu ni dada yako, hapo ndoa bado haijavunjika, ila in saddaqa zawjul aba, kama huyu mume mwenyewe atayakubali anayesema baba yake, akimsadikisha kwamba kweli huyu ni dada yangu, ndoa imevunjika. Na kama walipatikana watoto, wale watoto watakuwa katika hiyo nasaba inafanana na sura ya yule aliyooa asiye dada yake, alafu wakazaliwa watoto, ila wa watoto wanaitwa watoto wa shubha, sio wa haramu, bali wanaitwa watoto wa shubha, wamepatikana katika dhana ya ndoa. Kwa hiyo hili linajibu na lile la mwanzo vile vile. Kwa maana lile la mwanzo uliuliza, mtu ameoa ikabainika aliye ndoa haikusiki kwa kukosa vigezo, sheria inasemaje? Hiyo ndoa imevunjika. Ila wale watoto vile vile wanakuwa ni wahalali wa yule baba, akifa wanarithi, wakifa anarithi. Allahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Nimeacha lingine? Kwamba baba, yani umepata mtoto wa zina na ni wa nje ya ndoa, sheria inasema kwamba mtoto haruhusiwi hata kukurithi, na si mtoto wako, sheria inakupokonya. Sasa je, mtoto huyu ni halali kumuoa? Kwa nje ya ndoa sheria inaruhusu halali kumuoa, ila walii wake atakuwa ni kadhi. Yule ana walii wa nasab, walii wake anakuwa ni kadhi, na akikosekana kadhi, walii wake anakuwa muhakam. Kuna mtu anaitwa muhakam katika sheria, ndio walii wa mtoto. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina ni Adamu Ibn mwenyekiti wa Tasawira aliyokuangalia Shemaleka Shama Saiwangu inajulia kwa wake kabisa, na kwa hiyo usingi unafikiri ni kosho ndio kwa nini yangu leo amekwenda kule ni korosho huko, alikazani napotea, hakuna masira akeo tafuta sima katikani kuna huko kwa mama yake kafika ndio kama kwa bahati kuna mama hiyo bana hivi bana anayepatia bana ndio daktari bana huyo mteteza na wacha. Sasa yeye atakuwa talaka kwanza hizi basi wacha leo wewe sasa kwa kipengele kwanza cha nasema kuna hela ile talaka ni kama ni moja na hela na kisheria
ni mdalili kwa kumpendeza mtu, maana kama katikati unasema mtu ana utulivu kwa starehe, ndio tuseme sasa ya kama katikati ana utulivu na kwa mdaliani ambao kwa sheria ni kama vile vijika kwa mtamamu kwa sheria wala kama mdalili kwa kadhaa kwa sheria na hiyo idadi na kwa hiyo kwa pamoja tu hapa kidogo message hiyo na naenda au shukrani. Jitahidi vile vile tukiuliza mtu jikite katika ile swali lenyewe, ukianza kwa mwaka kwa Suleimana lakini akafanya kwa Sheikh ameuliza swali moja, lakini ndani yake kuna maswali mawili. Swali la kwanza, kutelekeza mke. Kutelekeza mke si talaka, na ndoa haina expiry date kwamba umekaa miaka 10 umjui mke anachokula anachovaa, si mkeo. Hapana, bado anakuwa ni mke aliyekosa huduma. Kwa huyo bado ni mke. Lakini bwana ameleta talaka, ameileta kwa njia ya message. Sheria haitambui kuwa hiyo ni talaka, ila ipate uthibitisho. Talaka ya message, talaka ya karatasi kama hivi tukaandika, hata akimpa mke bado haini talaka, ila wewe wali umuulize aliyeandika, bwana, tumeyakuta maneno yanasomeka kama ni talaka, yametoka kwako, hiyo umekusudia kuwa ni talaka? Ndio, kaachika. Lakini yawezekana akaandika na isiwe talaka. Yani leo mimi naweza nikaandika maneno yanayosomeka, nimemwacha mke wangu, talaka 2, talaka 1, nikampa hiyo, akachukua tena nayo kwao, nimeacha. Nikiitwa naweza kusema kweli nimeandika mimi, lakini sio talaka, nilikusudia tu kumtisha, kwa sababu ndoa ni lafdhu, talaka ni lafdhu, rejea ni lafdhu. Yani kuoa ni kwa matamshi, kuacha kwa matamshi, na hata kurudia kwa matamshi. Kwa leo usikani umemwacha mke yuko kwako anakaa eda, ukamuingilia ukasema umeshamrudia, bado, kwa sababu kuacha tamshi, kurejea tamshi, kama ulivyooa kwa tamshi. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Sasa haturudi mtu mmoja na mbili, watu wako wengi. Imeshakuwa swali la 3, imeshakuwa 5 kwa wanaume, baadaye kama bwana kijana hapa, alafu mheshimiwa kaa, alafu hapa tunaye Dr. Yahya Awashi, asimame kidogo mumuone kavalia rasmi kama swala kuhusu afya mwamba yuko. Naam, asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Feli. Shekhe, mimi nilikuwa nauliza kuhusu talaka. Kwa kunukuu, kuna talaka rejea na talaka tatu. Sisi vijana tulikaa mtaani tunadanganyana. Bwana, talaka 3 ukimpa mtu makaratasi 3 ndio talaka 3. Kwa hiyo nilikuwa naomba ufafanuzi wa ile talaka. Ipoje na utaratibu wake? Na kingine talaka rejea, kwa muda gani talaka rejea inakuwa talaka kamili? Yaani kwamba huwezi kurudia tena, sio rejea tena. Swali lingine ni kwa nauliza kuhusu mashahidi. Mashahidi kile kipindi mnafunga ndoa wanazingatia dini au binadamu yote? Kazi nayo. Ndio maana kwa nitajua hii mada. Matatizo ya sisi wote Waislamu 99 katika 100 ya katika ndoa.
naona mahakama imejengwa mpya zote zile zote kwa ajili ya ndoa na talaka. Shekhe ameuliza kuhusu talaka tatu. Talaka tatu, kwanza talaka ni matamshi ya kusema nimekuacha au nimemwacha. Sasa nimemwacha talaka moja itakuwa moja, nimemwacha talaka mbili itakuwa mbili, nimemwacha talaka tatu itakuwa tatu. Hata kama utaandika ndani ya karatasi moja ukaandika maneno nimemwacha talaka tatu, lile karatasi lenyewe halina talaka bado, ila ukiulizwa bwana, ulichokiandika humu umekusudia hiyo talaka? Ndio. Zile tatu kama ulivyoandika? Ndio, hizo talaka tatu. Sasa talaka rejea zinaishia wapi kuwa ndio talaka tatu? Swali lako muuliza hivyo. Talaka rejea ni mara mbili. Umemwacha mara ya kwanza, sheria inakuruhusu kumrudia, na kumrudia ni kitendo cha kumwambia tu nimekurudia. Yeye hana hiari. Kuna watu mtu anaweza akaacha mke alafu anamwambia nimekurudia, mke anasema mimi sitaki, alafu mume anaishi katika dhana kwamba yule si mkewe, na mke anaishi katika dhana kwamba mimi si mke wa fulani, eti alirudia amekataa. Mke ana hiari katika kuolewa, ninataka kukuoa, niko tayari, sitaki. Lakini akishaolewa katika kurudiwa, akiachwa, kama alivyokuwa hana hiari katika kupokea talaka, kwamba ukimwambia nimekuacha hawezi kusema sijaachika, bali basi vile vile ukimwambia nimekurudia hawezi kusema sijarudiwa. Ukimrudia tayari, hata kama mwenyewe haikuridhaa, na usiri kuolewa na mume mwingine, ni mke wa mtu. Ukimwacha kwa mara ya pili, pia unaruhusiwa kumrudia. Hiyo ndiyo mara ya mwisho. Ukimwacha mara ya tatu, uruhusiwi tena kumrudia, ila aolewe na mume mwingine, aingiliwe, aachwe, wewe uje kumuoa tena na sio kumrudia. Mashahidi, sifa ya mashahidi, swali la pili, wanatakiwa wawe ni watu wenye akili timamu, watu wanaelewa lugha inayosemwa pale katika kuozeshana. Yaani kipindi unasema nimekuozesha binti yangu, huyu shahidi ajue ile neno lililosemwa linamaanisha nini. Wasiwe vipofu, wawe wanaona, wasiwe viziwi, wawe wanasikia. Hizo ndio sifa za mashahidi. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bis-sawab. Naam, tunaendelea leo mpaka kujulikana. Sasa Karata, mheshimiwa Karata, kina mama maswali yenu yanajibiwa sasa hivi. Baada ya Karata hapa haji, tunaanza wanawake maswali majibu matano, maana huko tunachukua mara tano. Nichapie kidogo nitie nyama pale aliposema Shekhe yule alioacha hafla ya kwanza arejea, ya pili arejea, ya tatu kama alivyosema mpaka aolewe. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ashaona kashacha zote zimesha, anamrubuni mtu bwana, nenda achukua mzigo milioni 2 kamoe kana ya mwezi mmoja mwachi. Huo mchezo kuna mtu mmoja alilia mpaka alikufa. Yule mtu baada ya kumwoa akamwacha, akamwambia mwache nini mjomba? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Shekhe,
katika maelezo yako ulipata kusema kwamba mmoja wa wajibu unaomwajibikia mwanamume kuoa awe na uwezo, kitu ambacho tunakubaliana na wewe, lakini nao pia tayari na uwezo na kazi nzuri, wenda nimeajiriwa ama yako mwenyewe, lakini maisha kwa kifupi yanakuwa mazuri. Lakini katikati ya ndoa mambo yanaharibika, nafukuzwa kazi, kama biashara zendi vizuri, alimradi tunaingia pale mtihani mzito, kiasi cha kwamba sasa friji ile sasa linaanza kukaa maji, halikai tena nyama, halikai tena mboga. Inafika mahala sasa bamia, dagaa, sasa ndio mboga zetu nyumbani. Bibi huga anaanza kuleta vurugu. Je, Uislamu unatuelekeza vipi ikiwa nimeoa na uwezo wangu na pesa zangu, lakini baadaye inaingia mtihani, mambo yanakuwa yanaharibika, nyumba sasa inakuwa tena haikaliki, inadaiwa talaka na kadhalika, na hadhira hii inakutana nayo mambo hayo sana. Uislamu unatuongoza vipi pindi mwanamume sasa anapokuwa sasa amefulia hana kitu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwanza, Uislamu unamlingania mke awe na subra, kwa sababu maisha yana harakati nyingi. Wenyewe wanasema minal muhali dawamul hali, katika vitu visivyowezekana kudumu hali moja. Kwa hiyo tunamsihi mke awe na subra, lakini subra huwa ina kiwango, inategemea umeteremka katika vipi. Yawezekana ukakosa cha kumlisha mke ikiwa ni wajibu wako, ukakosa cha kumvalisha mke ikiwa ni wajibu wako, au mahala pa kumweka mke kwa maana umeshindwa kumuhudumia, sio zile pungua, umeshindwa kumuhudumia, apate kula, apate kuvaa. Hapo mke anakuwa na hiari, mke anakuwa na hiari ya kukuvumilia, kwa sababu wewe ni binadamu. La, hawezi kukuvumilia, halaumiwi kukuomba umpe talaka, halaumiwi kwa sababu umeshindwa kumuhudumia. Kwa hiyo sheria inaruhusu akuombe talaka, na ikitokea uling'ang'ania, sheria inamwambia asifanye visa, akashtaki kwa kadhi, apeleke malalamiko yake kwa kadhi. Kadhi atamsikiliza, akiona anachodai ni sehemu ya sababu za msingi, basi kadhi atakuamuru kufanya hivyo, au kama kuvunja ndoa atafanya hivyo. Lakini mke zile ni sehemu ya stahiki zake. Wallahu wa rasuluhu a'lam bisawab. Sheikh, tunashukuru sana, maswali majibu vizuri kwa wakati na kwa jibu ya sharia. Huko tutarudi, lakini tumesema ndugu zetu wanawake nao na maswali yao. Tuanze kwa wanawake tena matano, huko ndio matano, alafu tutakuja. Kwa hivyo ndio usome Sheikh anajibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama hapa ninasoma maswali kwa niaba ya kina mama. Akina mama, mlikuwa mna shauku kubwa sana ya kusikiliza majibu ya maswali yenu. Sasa kaeni tayari kuweza kupata majibu ya maswali yenu. Hivi sasa ni wakati wa maswali yenu. Naanza maswali kama ifuatavyo. Mmoja kwanza anauliza, ipi hukumu ya mwanamke asiyeingiliwa na mumewe toka kufunga ndoa mpaka kuachwa au kufiwa? Je, anakaa hela? Kama anakaa, kwa nini? Na kama hakai, kwa nini? Mtu anauliza hukumu ya mwanamke ambaye
ameachwa bila ya kuingiliwa, hana eda. Eda ni kwa yule mwanamke ambaye ameingiliwa. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawabi. Swali la pili, mtu ameolewa na mwanaume hakumpa mahari kwa muda waliokubaliana. Je, mwanamke anaweza kuvunja ndoa na kuondoka? Ikitokea mwanamke ameolewa kwa makubaliano, watapewa mahari ndani ya muda fulani, alafu huyu mwanamume asitekeleze ahadi walioiweka, mwanamke huyu hawezi kuvunja ndoa hii kama yeye akaondoka, bali atafuata taratibu. Na kuna njia mbili. Ikiwa alishaingiliwa, maana inawezekana ikawa ameingiliwa au hajaingiliwa. Ikiwa ameshaingiliwa, haruhusiwi kumnyima mume wake atakapomhitaji tena, ikiwa alishawahi kuingiliwa. Ila ikiwa hajawahi kuingiliwa, anaruhusiwa kumnyima unyumba mume wake mpaka amlipe mahari yake, kama bado hajamuingilia. Yani kama hajamuingilia, anaruhusiwa kumnyima unyumba mpaka ampe mahari yake, kwa sababu muda waliokubaliana umeshafika. Na kama ilikuwa alishawahi kuingiliwa, haruhusiwi kumnyima, kwa sababu akimnyima itakuwa amejikosesha mwenyewe haki yake. Yule mwanamume ameshafanikiwa ya kwake, itakuwa amejikosesha mwenyewe, amejidhulumu yeye mwenyewe. Lakini swala la yeye kuvunja ndoa akaamua kuondoka, sheria haikuruhusu. Ile haki yake ni wajibu apate. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Swali lingine anauliza mama, lakini ameweka msisitizo, anasema swali hili ni kwa faida ya wote. Mwanamama anasema hivi, nimepewa talaka, je, naweza kuolewa kabla ya eda haijaisha? Nauliza hivi kwa sababu nilitelekezwa miaka 2 iliyopita. Kingine, nini hekima ya kukaa eda? Tulisema mwanzo katika muhadhara wetu, mwanamke anayeruhusiwa kuolewa asiwe katika eda ya mwanamume mwingine. Sasa ikiwa huyo anayeulizia anaruhusiwa kuolewa akiwa yuko ndani ya eda, kama itakuwa eda yenyewe ni ya mwanamume huyu ambaye ndoa yake imevunjika, huyu anaruhusiwa kumuoa kabla eda yake haijakwisha. Lakini ikiwa mwanamume anayekaliwa eda ni mwingine na anayetaka kuoa ni mwingine, hawezi kuolewa mpaka eda iishe. Eda hekima zake ni mbili. Hekima ya kwanza ya eda ni ibada. Hekima ya pili ya eda, ili pabainike kwamba mimba atakayokuja kuipata au itakayehimili si ya huyu mume aliyemkalia eda. Kwa asipokaa eda, anaweza akachanganya nasabu ya huku akaipeleka kwa mume mwingine. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Kuna swali hapa la mwanamama anayeuliza darasa la kina mama. Hili atalijilia Sheikh Twari, anauliza hivi, mimi ni Muislamu niliyesilimu hivi karibuni, nikihitaji darasa naanza wapi? Darasa hapa kwetu lipo kuanzia saa 10 jioni. Sisi tuna madarasa hapa kama 7 au 6, kuanzia saa 12
asubuhi mpaka 12 jioni, wanachana na shule pale hapo, wanachekechea, wanaingia saa 10 mpaka 12 wale wanatoka shule, na kina mama alipo darasa lao maalum kwa mama wakubwa kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Lakini mama alipo darasa lao tunaomba wote waje. Kwa hivyo asilimu. Ikiwa sijafunga mimi na mume wangu, naruhusiwa kukutana na mume wangu kimwili mchana wa Ramadhani? Kwanza, kabla hatujakuruhusu kukutana kimwili, kwa nini usifunge wakati wewe ni Muislamu? Kutokufunga ukiwa wewe ni Muislamu ni kosa. Wewe pamoja na mumeo nyote mnatakiwa kufunge, lakini yawezekana ukawa mna uhuru wa kuwafanya msifunge, kama vile wasafiri au naumwa ugonjwa ambao hauruhusu kufunga, lakini unaruhusu mambo mengine. Sasa ikiwa mnaumwa ugonjwa huo, basi mnaruhusiwa, sio dhani. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Swali kutoka kwa kina mama anauliza, eda ya shubha ina muda gani? Halafu kuna wazazi huwalazimisha watoto wao kuolewa bila hiari ya binti na ndoa inafungwa. Je, hiyo ndoa inaswihi? Eda ya shubha muda wake ni ule wa eda ya talaka. Muda wake ni ule wa eda ya talaka. Hii imeitwa shubha ni kwa sababu inafanana na ndoa yale maisha yao. Kwa mfano, kama hivyo mtu amekwenda kuoa, aliyesimama kama ni wali kumbe ni mjomba, ndoa haikuzuii, lakini ile shughuli yake inafanana na ndoa sahihi, ndio maana inaitwa shubha. Kwa hiyo atakaa kama ambavyo amekaa katika eda ya talaka. Lingine ameuliza, kuna wazazi wanawalazimisha mabinti zao wadogo kuolewa. Je, ndoa inaswihi? Sheria ya dini imewapa kibali watu wawili tu ndio wenye mamlaka ya kuwalazimisha watoto kuolewa. Wa kwanza, baba mzazi wa binti. Wa pili, babu mzaa baba wa binti. Hawa ndio wenye mamlaka ya kumlazimisha binti, lakini binti mwenyewe naye awe mdogo bado, asiwe tayib, awe bikra. Binti ambaye hajawahi kuingiliwa, bikra. Hawa wawili, baba na babu, wanaruhusiwa kumwozesha kwa lazima, na wakimwozesha ndoa inaswihi. Kaka, baba mdogo, baba mkubwa, mwingine yoyote akimlazimisha kuolewa binti, ndoa inaswihi. Allahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Mwanamama anauliza upande wa walii, anasema hivi: ikiwa kwenye ndoa ametumika walii wa kwa baba na mama wakati ba mdogo na mkubwa wao, je, inaswihi? Ikiwa kwenye ndoa ametumika walii wa kwa baba na mama wakati ba mdogo na mkubwa wao, je, inaswihi? Maarifa swali nisfu jawabi. Ukijua swali na tajibu unalijua. Kuna ambaye anafahamu hili swali? Yaani ni kama vile anakusudia kwamba kwenye upande wa walii, sawa, ndoa imefungwa, lakini waliotumika kama walii ni baba, ni upande wa baba na mama.
wakati huo ni kama vile wameachwa upande wa baba mdogo na mkubwa, yaani baba mdogo na baba mkubwa hawa walikuwepo. Basi tukadirie kufanya hivi, daraja za mawalii hajazifahamu, labda tueleze mawalii ni akina nani. Walii ni yule msimamizi mwenye mamlaka ya kuozesha, ndio anaitwa walii. Na nilisema katika muhadhara wapo kwa daraja kadhaa. Namba moja, baba mzazi wa muolewa. Namba mbili, babu, kama atakosekana baba anakuwa babu wa muolewa. Akikosekana anakuwa kaka wa baba mmoja, mama mmoja wa muolewa. Akikosekana anakuwa kaka wa baba mmoja. Akikosekana anakuwa baba mkubwa au baba mdogo wa baba mmoja, mama mmoja na baba wa muolewa. Akikosekana anakuwa mtoto wa baba mkubwa au mdogo wa baba mmoja, mama mmoja na muolewa. Akikosekana anakuwa mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo wa baba mmoja na baba wa muolewa. Daraja za walii zinakwenda katika sura hii. Sasa niweke angalizo kidogo. Kwa upande wa mama hakuna uwalii, ila wao watapewa taarifa tu kwamba binti yenu anataka kuolewa, watahudhuria, lakini hawana mamlaka ya kuozesha. Ila nikazie kidogo katika upande wa mawalii. Yawezekana makaka wako watatu, muolewa mmoja. Hii haimpi mamlaka kila anayeitwa kaka ana mamlaka ya kuozesha, ila apewe idhini na yule muolewa mwenyewe na kuchagua wewe. Sasa akimchagua fulani kwamba wewe ndio ukaniozeshe, haruhusiwi mwingine kuozesha, na kama ataozesha aozeshe kwa wakala wa kupewa na huyu. Na kama ikitokea amewapa mamlaka wote kwa pamoja, nyinyi ndio mkaniozeshe, hawa wote wana mamlaka ya kuozesha, na akiozesha mmoja atakuwa amewawakilisha wenzi wake. Daraja za walii ziko hivi. Nikazie tena hapo kwa sababu mada hii inaonekana ina maswali mengi. Yawezekana baba yuko kijijini, ana mwanawe wa kiume yuko mjini, anaishi na dada yake. Ametokea mchumba, amepeleka barua. Kabla kaka hajazungumza na dada, anapeleka taarifa kwa baba kwamba umuna fulani amepata mchumba. Baba anamwambia soma barua, ozesha. Yule kijana anafuata hizo taratibu, hatimaye anataka kuozesha. Huyu kijana yeye sio walii, ifahamike hilo. Sababu ili yeye awe walii mpaka baba asiwepo, na baba yuko, walii au hamu huko kwa yeye baba. Kwa ili aozeshe anatakiwa apewe wakala na baba, muda wa kwa baba mwenyewe yupo, na uwakala huwa hautambulii idhini. Kwa hiyo inatakiwa yule baba kwanza achukue ruhusa kwa binti yake kama ni thaibu, alafu yeye ampe wakala kijana wake, yeye aozeshe kama ni wakala wa baba, na sio yeye kuchukua sheria mkononi akaozesha. Mamlaka sio ya wake. Wallahu wa rasuluhu a'lam bisawab. Tutakuja kuendelea kwa wawili hapo na shehe, lakini nataka kukazia sehemu moja katika mambo hayo ya kada na walii. Kuna baadhi ya watu wanafanya makosa katika mambo haya ya wakala na walii, na ndani ya mlango ambao umekomba watu wanapata mila zao, wanaacha sheria.
shehe, watu wengi wanasema mwanamke bila kai, mwanamke mkubwa bwana, hivi ni kwa mwenyewe. Si kweli. Karibu Sharifu, mpekite joka Sharifu Firdaus ameingia. Bibi yake imekuja leo kama. Kwa hiyo neno hili shehe limeenea hapa mjini na maeneo mengi. Mwanamke mkubwa anamtisha mwenyewe bwana. Nadhani mnasikia tofauti. Katika hadithi Mtume amesema la tankihu al-mar'a nafsaha, hajiozeshi yeye mwenyewe, isipokuwa yeye akamwambia walii wake niozeshe yule saidi. Yule walii sasa hana ruhusa kukataa, ndani mwanamke mkubwa ndio hiyo bwana. Mwesha njia yake kwa mshika mwanamke mkoroni aliyana walii wake kwa mwanamke mkubwa huyo asivyo. Sasa tunaanza haya ndio bwana pamoja hapa kwa pili kitambulishe. Kwa jina naitwa Hamisi Mtoro. Alhamdulillah, jambo vizuri, nimejaa taaluma. Niingie katika swali. Shehe, nilipata kusikia umesema kwamba kuoa ni tamko, kuacha ni tamko, lakini pia kurejea ni tamko. Lakini ndio unatuambia kwamba kama mume atakuwa ameingilia mwanamke ambaye amewacha ili kurejea, lakini mtu huyu yuko katika haraka rejea, ukasema kwamba ile jimaa ile haisadiki kama kurejea mke, isipokuwa mpaka atamke kwa mwanamke. Sasa swali na jimaa ile itakuwa ina hukumu gani? Kwa maana kwamba atakuwa amezidi pale, na kama amezidi katika mahakama za tatu kwa kukuliwa kwa maana atakuwa apigwe mawe mpaka afe. Sasa mume huyu ambaye ameingilia mke akiwa karejea atakuwa na hukumu gani katika hukumu yetu? Inshallah. Mwanamume akiwa amemwingilia mwanamke kabla hajaingilia, huyo amefanya maasi, akifanya madhambi, na sheria hairuhusu kufanya hivyo, ila jambo lake litakuwa limeficha, kwa sababu si lazima katika kurejea mwanamke awe amesikia, kama ilivyokuwa si lazima katika kuacha eti talaka isiki mwanamke awe amesikia kipindi anatamkiwa. Kwa hiyo tukamrudia yeye mwenyewe, bwana, kipindi unamuingilia huyu mwanamke ulikuwa umeshamrudia, unamuingilia kama mkeo, au umemuingilia ikawa unafanya maasi? Jawabu lake ndio litakayofanyiwa kazi. Wallahu rasuluhu a'lam. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndio akasema kwamba mimi nilikuwa namuingilia kama nafanya zinaa, lakini sijarudia. Nataka kutia nyama kidogo hapo kwa kuelezea. Katika kurejea pale kusema shehe, sisi ndio waume wote, wako hapa kitu moja, wako watatu, wako wanane, wako wengine wanakusita hapa wako. Kwa hivyo kwanza mwanamume Muislamu mwisho wa ndoa, kuna watu wanawake zaidi ya wanne kama wao sasa hivi. Kwa hivyo nitia kutia nyama katika suala hili la rejea. Usimrejee mwanamke kama hakutaki. Sheria kama usema shehe, sasa ukimwambia nimekurejea basi mke wako ataka, lakini kama hakutaki utaishi vipi? Wao umesemeni hapo, utakiwi shehe. Mnatupa sababu sisi na shehe. Baadaye tena mwanamke anakaa kwake, uwekwa, hakikisha mwendee
wewe mkuu mwenzangu tumezaa, unaonaje nikurejee kwa sababu kulea watoto na nini nalidiana, lakini mwanamke hataki kwenda mbele, anakuwa mkeo kwa ajili yake na mwanauza nje. Hamkai pamoja hili mara nyingi tamuonesha, unajua kwa sio kwacha si maneno gani. Baadaye unakuja mwanamke anakuwa na majukumu mengi ajishimia mwenyewe. Usimrejee mke mpaka uhakikishe mnakubaliana na hilo zaidi. Ama mke ni mkeo kama kuonyesha. Unaendelea Sheikh swali lako. Kwanza tunaelewana hapo. Tunakubaliana. Hii ndio kinanizi. Mke yule atakuwa ni mke wa bwana na kwa mke wa mume. Haya maana kwa kesi za kwenda yule mwanamume kafariki. Na kauli ya mwanamume kufariki lazima mwanamke aende. Ile ndio mwanamke atakaa ile au hatokaa ile. Na ni kwa ndio ndio kwa. Sasa. Swali ni kwamba mtu kaozesha halali sana. Lakini baada ya miaka mitatu mwanamume yule akamuoa kwa mwingine. Kaongeza mke. Mwanamke akasema, wewe mwanamume huwezi kumchanganya na shetani ya ibilisi malumi. Mimi naondoka sana. Mwanamume akasema, unaondokaje? Mimi naoa tutakuwa kwa sadaka. Ule mtu pamoja na yeye. Kakaa au kaolewa kwa mtu. Kama alimchagua kakaa na mjane. Ule bwana sasa unaolewaje na mtu wako? Bwana anaendelea kudai mbele yake. Swali la kwanza, huyu mke atakuwa ni mali ya bwana aliyeoa au atakuwa bado ni mali ya bwana aliyeoa kwanza? Na ikitokea mathalan ni bwana akafariki, sasa aidha yule mwanamke kule atakaa aidha au hatakaa aidha, au nitakwenda chuo cha maisha. Shekhe anaulizia mke aliyeolewa mara mbili ni mke wa nani? Kama hukumu ya kununua kiwanja inafanana na kununua kiwanja au nyumba. Yaani alikuja mtu wa kwanza umemuuzia, baada ya wiki mbili tatu akaja mtu wa pili tena, wewe mwenye nyumba uliyeuza kwa huyu ukauza tena, nyumba inakuwa ya nani? Mnunuzi wa pili wa kwanza, basi hata mke anakuwa ni mke wa huyu mume wa kwanza. Kwa hiyo ikitokea amekufa huyu wa kwanza, akitokea amekufa wa kwanza, mke atamkalia aidha huyu wa kwanza. Amekufa yule wa pili, hakuwa mumewe, kwa hawezi kumkalia aidha. Kule anafanya zinaa tu, lakini mume hasa ni huyu wa. Sasa inaweza ikatokea huyu mume wa pili hakujua ni naye kuoa ni mke wa mtu, akapata naye watoto kwake yeye yule mwanamume. Baadhi ya watu wanasema wale watoto watakuwa washuhada, wengine wanasema watakuwa hukumu, lakini kauli nyingine inasema watakuwa washuhada kwa kuwa hakujua. Wallahu wa rasuluhu a'lam bis-sawab. Kwa kweli muda umeisha. Kwa kweli muda umeisha. Muda wa adhana tayari, na mashallah masuala ya ndoa haishi hata kwa masaa 12. Na hii inatufurahisha kwamba watu wanataka kujua dini yao, watakujua. Kwa hivyo tunaadhini, baada ya adhana kuna dakika kama 20 ambazo kusubiri sana. Dr. Yahya
kuhusu somo. Kwa hivyo naona tusiondoke, ajiliwe alafu Dokta azungumze